Amen. Basi ninamshukuru sana Mungu kwa ajili ya nafasi hii na pia Roho Mtakatifu kwa kile ambacho anakwenda kusema na sisi. Basi neno limeshaombewa, tunaenda moja kwa moja na somo letu. Somo letu kwa wale mnaoandika, kushinda na zaidi ya kushinda. Kushinda na zaidi ya kushinda. Kushinda na zaidi ya kushinda. Maandiko ambayo tutasoma ni Rumi sura ile ya 8, Warumi sura ya 8 kuanzia ule mstari wa 31 mpaka wa 39. Warumi sura ya 8 mstari wa 31 mpaka wa 39, tusome. Biblia inasema, basi tuseme nini juu ya hayo? Mungu akiwapo upande wetu, ni nani aliye juu yetu? Yeye asiyemwachilia mwana wake mwenyewe, bali alimtoa kwa ajili yetu sisi sote, atakosaje kutukirimia na mambo yote pamoja naye? Ni nani atakayewashtaki wateule wa Mungu? Mungu ndiye mwenye kuhesabia haki. Ni nani atakayewahukumia adhabu? Kristo Yesu ndiye aliyekufa, naam, na zaidi ya hayo amefufuka katika wafu, naye yuko mkono wa kuume wa Mungu, tena ndiye anayetuombea. Ni nani atakayetutenga na upendo wa Kristo? Je, ni dhiki au shida au adha au njaa au uchi au hatari au upanga? Kama ilivyoandikwa ya kwamba, kwa ajili yako tunauawa mchana kutwa, tumehesabiwa kuwa kama kondoo wa kuchinjwa. Lakini katika mambo hayo yote tunashinda na zaidi ya kushinda kwa yeye aliyetupenda. Tuendelee mpaka mstari wa 39. Sema, kwa maana nimekwisha kujua hakika ya kwamba wala mauti wala uzima wala malaika wala wenye mamlaka wala yaliyopo wala yatakayokuwako wala wenye uwezo wala yaliyo juu wala yaliyo chini wala kiumbe kingine chochote hakitaweza kututenga na upendo wa Mungu ulio katika Kristo Yesu Bwana wetu. Amen. Kushinda na zaidi ya kushinda. Na maandiko yetu ni katika Warumi sura ya 8 kuanzia mstari wa 31 mpaka wa 39. Kwa hiyo tunaendelea kuwepo chini ya wingu la Roho Mtakatifu ambaye amekuwa pamoja na sisi tangu tumeanza siku ya leo. Na hapa tuna mambo mengi mazuri sana ya kujifunza kupitia somo hili. Kushinda na zaidi ya kushinda. Na kama ambavyo tunaona mwandishi wa kitabu hiki cha Warumi ambayo wengi tunamfahamu sana, Paulo, wanahistoria wanaonyesha alikuwa ni mtu mfupi, mwenye matege, mwenye kipara, ila alikuwa mkorofi kabla hajaokoka na aliwatesa sana watu hasa wa njia hii. Lakini baada ya kuokoka, Mungu alimtumia kwa njia ya ajabu sana. Ni miongoni mwa watu walioandika nyaraka nyingi ambazo ziko kwenye Biblia ambazo zina majina yake, ziko 13. Kwa hiyo amefanya kazi kubwa ya Mungu. Na hapa tunaona anaandika huu waraka akiwa kwenye safari zake za Injili. Unajua yeye alikuwa na safari, alikuwa anaanzia kanisa la Antiokia, anazunguka, anarudi tena Antiokia, inahesabiwa safari ya kwanza. Alafu anaondoka, akirudi inahesabiwa kuwa ya pili. Sasa hapa alikuwa tayari ameanza safari ya 3, alafu amefika Korinto. Sasa akiwa Korinto akaandika huu waraka, alafu akampa mshirika mmoja, mwanamke mtumishi wa Mungu anaitwa Fibi, akamwambia lipelekee kanisa la Rumi. Na unapojifunza katika historia utakuja kugundua kwamba kanisa la Rumi lilianzishwa na watu au Wayahudi ambao waliokoka siku ya Pentekoste. Kama unakumbuka, Roho Mtakatifu alishuka kwenye kile chumba cha juu
wakanena kwa lugha. Watu waliokuwa wanasikia walipokuwa wanasogea, Petro alisimama akaihubiri Injili. Sasa miongoni mwa waliookoka ni Wayahudi waliotoka Rumi. Kwa hiyo walipookoka, waliporudi Rumi, wakaanzisha kanisa pale. Na Rumi ni mji mkubwa sana kwa wakati ule, na ulikuwa na mambo mengi yanayofanana sana na mji wetu wa Dar es Salaam, kwa maana ya kwamba ulikuwa ni mji ambao umejaa tamaa, umejaa uovu, umejaa uzinzi, umejaa namna zote za dhuluma za kiuchumi. Lakini zaidi sana ulikuwa mji ambao ulikuwa ni watumwa. Kwa hiyo ulikuwa ni mji ambao kwa namna moja au nyingine umeharibika. Na hata kanisa lililokuwepo Rumi lilikuwa linakabiliwa na matatizo ambayo yalikuwepo kwenye makanisa yote ya wakati ule, na nafikiri hata wakati huu, kwa maana ya kwamba kulikuwa na mzozo au na mambo ambayo yalikuwa yanasumbua ndani ya kanisa, lakini pia walikuwa na tishio la nje la mafundisho ya uongo kama tunavyoona leo. Sasa Paulo wakati anaandika huu waraka hakutaka sana kuzungumzia habari za utumwa za ule mji wa Rumi, wala habari za uzinzi walionao, wala namna zozote za uovu uliokuwepo katikati yao. Na pia hakutaka kuzungumza sana juu ya habari ya kanisa, mambo yaliyokuwepo na habari ya mafundisho ya uongo yaliyokuwa yanaendelea. Kwa nini? Alitambua kwamba hakuna njia nyingine ambayo inaweza kuibadilisha jamii isipokuwa Injili. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo akaandika barua hii ya Warumi, ambayo ndiyo barua ndefu katika zile nyaraka ambazo ziko katika Biblia, na alikuwa anaandika akifafanua Injili ya Yesu Kristo. Kwa hiyo akajua hata walimu wa uongo na mafundisho ya uongo hakuna namna ya kushindana nayo au kuwapa watu kuyashinda kama hawajafundishwa kweli. Kwa hiyo yeye akaamua kuifundisha kweli ya Injili, akijua watu wakiifahamu kweli ya Injili basi watayashinda hata mafundisho ya uongo. Kwa hiyo ndio maana tunasema miongoni mwa nyaraka muhimu katika Biblia, hata Wakristo wa zamani ambao waliokoka kabla yetu waliuona huu waraka ni wa muhimu sana. Na miongoni mwao mimi nitawataja wachache leo, niliwapenda walivyozungumza. Kuna mmoja alikuwa anaitwa William. Yeye alikuwa ni Mwingereza ambaye alitafsiri Biblia ya kwanza ya Kiingereza. Unajua Biblia imepita kwenye maeneo mengi sana na kwenye shida nyingi, mpaka unakiona kipo kwetu, maana yake ni neno la Mungu ambalo haliwezi kuzuiwa. Kwa hiyo ndio maana limefika mpaka kwetu na litaendelea kufika. Hata watu wakifanyeje, hata watu wakifanya namna gani, bado neno la kweli litaendelea kuwepo. Kwa hiyo huyu William alitafsiri Biblia kutoka Kilatini alafu kuja kwenye Kiingereza, jambo ambalo lilichukiwa sana na lilimpelekea kufika mahali pa kufungwa na hata kuuawa kwa ajili tu ya kutafsiri Biblia kuja kwenye lugha ya Kiingereza. Na walipomuua huyu William wakamzika, baada ya miaka mingi wakaona tafsiri zake za Biblia za Kiingereza zimewasaidia watu, wakaenda wakafukua kaburi lake, wakachukua mifupa wakaichoma moto, alafu wakatupa majivu kwenye bahari. Yaani nataka kuonyesha kuna watu wanaifanya kazi ya Mungu hata wakifa bado wanawasumbua watu, na hiyo mimi naitamani sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo yeye aliandika utangulizi wa kitabu cha Warumi akasema, ndani ya kitabu cha Warumi kuna hazina nyingi za kiroho ambazo zimefichwa. Na mwingine ambaye tunamfahamu alikuwa mwana matengenezo anaitwa Martin Luther. Yeye aliposoma kitabu cha Warumi alafu akayaona yaliyo ndani yake, akasema hiki kitabu sio tu kwamba kila Mkristo anatakiwa kushika neno kwa moyo, lakini anatakiwa kulitafakari kila siku kama mkate wa nafsi. Kwa hiyo walikiona ni kitabu chenye thamani sana. Na Paulo katika kuandika kwake katika hii sura ya 8 ambayo tumesoma, alikuwa anataka kueleza mahusiano yaliyopo kati ya Mungu na aliyemwamini Yesu Kristo. Kwa hiyo unaposoma sura ya 8 utaona anazungumzia mahusiano ya Mungu na mtu aliyemwamini Yesu Kristo.
na kufikia kwenye kifungu hiki ambacho tumesoma mstari wa 31 mpaka wa 39, Paulo aliandika huu wimbo, mimi naita wimbo, na leo nimeona wameimba hapa. Aliandika wimbo wenye sifa uliojaa ushindi, na ukitazama namna alivyoandika inaonekana alikuwa amefurika nguvu za Roho Mtakatifu. Nami ninarudia tena maneno yale. Basi tuseme nini juu ya hayo? Mungu akiwapo upande wetu, ni nani aliye juu yetu? Yeye asiyemwachilia mwana wake mwenyewe, bali alimtoa kwa ajili yetu sisi sote, atakosaje kutukirimia na mambo yote pamoja naye? Ni nani atakayewashtaki wateule wa Mungu? Mungu ndiye mwenye kuwahesabia haki. Ni nani atakayewahukumia adhabu? Kristo Yesu ndiye aliyekufa, naam, zaidi ya hayo amefufuka katika wafu, naye yuko mkono wa kuume wa Mungu, tena ndiye anayetuombea. Ni nani atakayetutenga na upendo wa Kristo? Je, ni dhiki au shida au adha au njaa au uchi au hatari au upanga? Kama ilivyoandikwa ya kwamba kwa ajili yako tunauawa mchana kutwa, tumehesabiwa kuwa kama kondoo wa kuchinjwa. Lakini katika mambo hayo yote tunashinda na zaidi ya kushinda kwa yeye aliyetupenda. Kwa maana nimekwisha kujua hakika ya kwamba wala mauti wala uzima wala malaika wala wenye mamlaka wala yaliyopo wala yatakayokuwapo wala wenye uwezo wala yaliyo juu wala yaliyo chini wala kiumbe kingine chochote hakitaweza kututenga na upendo wa Mungu ulio katika Yesu Kristo Bwana wetu. Haleluya! Wimbo wa ushindi mkubwa, lakini kuna mambo makubwa mno ya kujifunza kupitia neno hili ambalo tunajifunza leo. La kwanza, tunasema sisi au tunajifunza somo kushinda na zaidi ya kushinda. Sasa ili tuweze kushinda na zaidi ya kushinda, jambo la kwanza ambalo tunatakiwa kulijua, Mungu yuko upande wetu. Yaani hili ni la kwanza, ndio mlango wa ushindi, kwamba Mungu yuko upande wetu. Na ikiwa Mungu yuko upande wangu, ikiwa Mungu yuko upande wako, ikiwa Mungu yuko pamoja nasi, basi ni nani anayeweza kusimama? Pale anasema ni nani aliye juu yetu? Ikiwa Mungu yuko upande wangu, siwezi kuogopa yale ambayo wanadamu wanaweza kunifanyia. Ikiwa Mungu yuko upande wangu, sintaogopa. Mahali pengine Paulo anasema mwanadamu atanitenda nini? Kwa hiyo hakuna mtu wala kitu ambacho kinaweza kusimama na kumzuia Mungu, hakipo. Na kwa sababu hiyo hayupo aliye juu yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ukijua ya kwamba Mungu yuko upande wetu, na tunapojifunza hili somo, lengo letu, kwa nini tunajifunza? Nataka utambue, maana tunapoenda ujue. Tunajifunza hili somo ili tuwe